live kabisa kutoka katika uwanja wa Tawa. Niko na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Tawa. Ni diwani mpenda michezo, anapendwa na vijana wengi sana, na leo amejaza umati wa watu kuonyesha kwamba anafanya kazi kubwa ndani ya mji wa Tawa. Diwani, siri yako ni nini? Watu ni wengi, wamejitokeza kwa wingi sana. Nini siri yako ya kuhusiana na umati kama huu kujitokeza kwenye Kapilima Bonanza kupitia wewe? Asante kwa Kapilima Bonanza. Naitwa Ali Athmani Mwilanganga, diwani wa Tawa. Makweli kwamba michezo Tawa ni asili yetu, kwamba tumelelewa kwenye michezo, tumekuwa kwenye michezo. Kwa hiyo hata hivi sasa tuko viongozi, lakini lazima tunahakikisha michezo inaendelea. Vijana wetu lazima waburudike, lazima wacheze, lakini pia tunajua kwamba tuna vipaji ambavyo viko huku. Tuna mpango wa kuvifufua, kuviuisha vipaji hivi waweza kusonga mbele. Kwa hiyo bonanza hili naoliona hii kwamba tunajiandaa kwa makusudi kuja kuonesha vipaji vyetu hapa, ili kwamba tuweze kuwasogeza vijana hawa kutoka hapa kusonga mbele. Lakini naona unajituma sana na vijana wengi wanakupenda. Unafanya vizuri kila idara kwenye swala la michezo, pia kwenye mambo mengine ya kimaendeleo, vijana wanakukubali sana. Kujaza umati kama huu kwa mheshimiwa diwani sio kitu cha kawaida. Ukawaambia watu kama mgeni rasmi na wakaitika kweli. Nini sasa kwa wazio, wito kwa viongozi wengine ambao walikuwa nje hapa wajifunze nini kutoka kwako? Ni upendo wa viongozi na wananchi wake, kwamba sisi ni viongozi, lazima tushuke tuwasikie wananchi wetu wanahitaji nini, na sisi tunawajibika kwao muda wote, kwamba michezo ni sehemu ambayo ya ajira, lakini vile ni burudani. Kwa lazima tuhakikishe kwamba michezo inaendelea kwenye kata zetu, kwenye wilaya hadi mkoa. Lakini nimeona kupitia Kapilima Bonanza una ushiriki mkubwa sana baina ya wananchi wako pamoja na wewe mwenyewe, na leo tumeangalia hapa, tumeshuhudia, tumeona vipaji vingi sana. Nini muendelezo wa vijana kupitia Kapilima Bonanza? Bado tunakushukuru Kapilima kwa kuja kwa tamasha hili, kwamba leo hii tuko live hapa tunaonekana, lakini kwamba hawa vijana hawataishia hapa, kwamba lazima tuwatafutie namna ya kuweza kusonga mbele kwenye wilaya yetu. Mkoa wa utamaduni tunaweza kumkabidhi vijana wetu na akaweza kumsaidia ili kuwasogeza mkoani, lakini pia kuonekana mbele ya safari. Neno lako la mwisho kwa wakazi wa Tawa na nje ya wakazi wa Tawa. Umeonekana ni mtu hodari sana, na mimi nimekubali kwamba Kapilima Bonanza kunijazia umati kama huu kwa mheshimiwa diwani kwa sehemu zingine sio kawaida. Neno lako la mwisho ni lipi kwa wananchi wako pamoja na wakazi walioko nje ya mji wa Tawa? Mimi nawashukuru sana wananchi wangu kwamba wananipa imani, kwamba lolote ndalowaambia wananiamini. Kwa kweli nawashukuru kwenye hilo. Tunashirikiana kwenye mambo mengi ya maendeleo, lakini hasa haya ya kimichezo. Mwenyewe ninashuhudia hapa namna watu wanajaa, kwamba hili bonanza tunakusanyisha watu wote hawa, sio jambo la masiala. Kwa hiyo ni upendo ambao kati ya viongozi sisi na viongozi wenzangu wa kata, lakini pia vijana na wananchi wote kwa ujumla. Tunawaona hapa ni baadhi tu ya wananchi, lakini wananchi wote tunakubaliana kwa pamoja, tunafanya kazi kwa pamoja. Kwenye hilo nawashukuru sana wananchi wao na wenzangu wa kata nyingine. Vile tuige katika hili kwamba tuwe pamoja na wananchi wetu, tuwasikilize, tuwajibike kwao, kwa sababu tunaomba uongozi kwao, tunapaswa kuwajibika kwao. Basi huyu tuko na mheshimiwa diwani wa kata hii, ni diwani mpenda michezo kweli kweli, na kile anachokisema wananchi wake wanamsikiliza, kwa sababu wananchi wanapata vile vitu ambavyo kutoka kwenye ubora wake. Ni kiongozi na mwana michezo pia. Mimi diwani nikutakie kila la heri, tutaandaa bonanza lingine kubwa kabisa tofauti na hili katika maeneo. Nakushukuru sana na kuombea tena tuandae kubwa kuliko hili, na mimi nitasapoti ili tufanikishe ukubwa zaidi wa hapa. Mimi nashukuru, asante sana. Asante sana. Basi tulikuwa na mheshimiwa diwani. Umati wote unaoona wamejitokeza maeneo haya, watu ni wengi. Yeye ndio aliyosababisha, ndio mgeni rasmi wa eneo hili. Watu wamejitokeza wengi sana kwa ajili ya mheshimiwa diwani. Ni mpenda michezo na anapenda michezo, amepiga kipenga na watu wameitika, watu wamekuja kwa wingi sana kuliko kitu chochote. Kwa hiyo viongozi wengine walioko sehemu mbalimbali wanatakiwa kuiga mfano kama huu. Mheshimiwa diwani ni mheshimiwa pendwa sana. Bonanza hili limeandaliwa
kama mgeni rasmi ni mheshimiwa diwani wa inapendeza na mambo yanaenda vizuri kabisa ndani ya uwanja huu wa Bandasi. Kaplima Bonanza, niko uwanja wa Bandasi live kabisa. Asanteni sana. Safi kabisa. Iko poa.